Kuiteni hapa waandishi wa habari, kuna mambo kadhaa ambayo nahitaji kuzungumzia. Jambo la kwanza ambalo nataka kulizungumzia ni kuhusiana na barua ambayo tumeipokea siku ya jana tarehe 22 inayohusu uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili 2025. Jambo hili tunataka kuhabarisha umma kuwa sisi Chadema kwa sasa tuna programu yetu ya no reforms no election. Kwa hiyo juu ya uboreshaji wa hilo daftari umezungumzia tupeleke mawakala na imezungumzia ni lini mawakala hao wataapishwa. Kwa hiyo tunataka kuwahabarisha kuwa Tume Huru ya Uchaguzi iliyotuandikia kuwa tupeleke mawakala. Sisi Chadema hatutahusika na hatutaleta mawakala, kwa hiyo zoezi hilo hatutashiriki. Kwa hiyo isije katokea watu wamekwenda kuapishwa ama wamepeleka majina ikasemekana hao ni mawakala wanaotokana na Chadema. Hiyo hatutahusika, na hatutahusika kwa mujibu wa ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano, ambayo katiba hii inasema kutakuwa na tume ya uchaguzi ya Jamhuri ya Muungano. Ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza. Kwa sasa kuna tume huru ya uchaguzi. Kwa hiyo sisi, miongoni mwa mambo ambayo tunayalalamikia ni reforms kutoka kwenye katiba. Kwa hiyo reforms hizi zikizungumza kuhusiana na hiyo ibara ya 74 ikizungumza tume huru ya uchaguzi, tutaendelea kushiriki yale ambayo wanayahitaji sisi kuyashiriki. Kwa hiyo hatutashiriki kwenye zoezi hilo la uboreshaji wa daftari kwa awamu hiyo, na pamoja na kuwa wametutumia vituo vya vitakavyohusika, vituo visivyopungua 16. Vituo hivi vitakuwepo kwenye kata 8. Kwa hiyo hatutahusika katika vituo vyote 16. Kwa hiyo wahusika wajue hilo na wasije wakapokea barua yoyote kutoka sehemu yoyote ikinasibisha kwamba ni Chadema tumeiandika. Kwa hiyo tunakiri tumeipokea barua, lakini tunawaambia hatutashiriki kwenye zoezi hilo kwa mujibu wa ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza, kwamba tume huru ya uchaguzi haipo. Ibara hii inazungumzia tume ya uchaguzi.